hiyo nichukue fursa hii kabla ya yote, kwanza nitoe shukrani za dhati, heshima na taadhima kubwa. Napenda kwa mara nyingine kuwakaribisha wote katika hafla hii tukufu, mahafali ya wanafunzi wa pre and primary, lakini vile vile kwa mwaka huu 2025 sambamba na maafikiano ya mwaka wetu wa Kiislamu mwaka 1447, na waalika kwa mara nyingine, karibuni sana Al-Wahhab. Na mimi sina la kuongeza zaidi au kuongea mengi, ni kwamba nyote mmejionea yanayojiri katika shule yetu hii ya Al-Wahhab. Taarifa kwa ujumla, kwa mwaka huu 2025 tuna idadi ya wahitimu darasa la awali ni 16, na vile vile darasa la 7 tuna wahitimu ambao wako 7, na mahafali hii itakuwa ni mahafali ya kwanza ya darasa la 7 tangu shule yetu hii ilipoanzishwa. Shule ya Al-Wahhab Pre and Primary School ni taasisi inayosimamia elimu bora, inayojenga mtoto kielimu, kimaadili. Tunahakikisha kila mtoto anaelewa katika msingi ya takwa. Maana ya takwa, maana yake ni kuziogopa ghadhabu zake Allah tabaraka wa taala. Ikiwa takwa hii tunaifundisha katika shule yetu hii ya Al-Wahhab, lazima patapatikana kitu kinachoitwa nidhamu, upendo, heshima na utiifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Historia fupi ya Al-Wahhab. Kwa kweli mimi nikianza kuisoma shule hii ya Al-Wahhab, lazima nimwangalie partner wangu hapa, kwa sababu unapoiulizia Al-Wahhab lazima umuulize Muhammad na Ahmed. Kuwa wakati mwingine tunakaa tunaanza kuhadithiana, hivi ilikuwaje mpaka tumefikia hatua hii. Kwa kweli historia yetu inasisimua, na historia yetu ya shule hii ya Al-Wahhab, kusema ukweli, ilikuwa na vikwazo vikubwa. Na mimi niseme ya kwamba hii haikuwa kwa ujanja wetu au akili zetu au nguvu zetu, isipokuwa tunasema kuna nguvu ambayo ni kubwa, kuna uweza mkubwa, naye si mwingine ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kutujalia mpaka hapa tulipofikia. Shule hii, nakumbuka kabla ya kuanza kulipata eneo hili, sisi tulikuwa na madrasa ambayo ilikuwa katika msikiti mmoja inaitwa Masjid Zuena. Msikiti huu upo Nyakato. Tulianza kuwafundisha watoto, tunawatoa vijijini, lakini mimi na mwenzangu tukasema kwa nini tusianzishe kitu ambacho kitakuwa ni dira kwa Waislamu wa Kahama na iwe ni mfano kwa Waislamu kwa ujumla wa mji wetu wa Kahama na viunga vyake vyote. Kwa kweli tulipata vikwazo vingi, lakini mimi na mwenzangu tulijitahidi, tukapiga moyo konde, tukasema hatuna namna, lazima tukianzishe kitu hichi. Mwenzangu akaniambia, sasa wewe shikilia mpini, mimi nitashikilia nini? Tashikilia mche ule, sawa? Basi tukaanza hatua moja baada ya nyingine. Shule hii imeanzishwa mwaka 2019. Fikra imeanza mwaka 2018 mwezi wa 6, tarehe 16 mwezi wa 6 tarehe 16 mwaka 2018. Fikra hii ndio ilikuwa inachombeza katika vichwa vyetu. 2019 wengi watajiuliza tuliukamilisha vipi msikiti na kukamilisha madrasa. Kitu cha kwanza tulichoanza kukizingatia, tulisema lazima tutengeneze kitu kinachoitwa maqar
lilislam, yani kituo ambacho kitakuwa ni base yetu ambayo itakuwa ni kwa ajili ya Waislamu. Na si kingine, tulianzisha ujenzi wa msikiti. Ujenzi huu na madrasa ambayo ndiyo shule hii ya Al-Wahhab, ambayo sura hii mnaiona leo ya Al-Wahhab. Ujenzi huu tumeanza, fikra ile tumeanzisha mwaka 2019, na tulikuwa wakati tunaanzisha tulikuwa na idadi ya wanafunzi 15 na wafanyakazi, tulikuwa na wafanyakazi 5. Kwa neema ya Allah hadi leo tuna wanafunzi 98 takriban mpaka 100 na wafanyakazi wako 13. Hii ni dalili tosha kuwa mbegu tulioipanda ilikuwa ni bora na inaendelea kuzaa matunda mema. Nyote mmejionea, tunaona sala, tunaona adhana, tunaona dua, tunaona vitu vingi ambavyo kwa kila mzazi ni dalili inaonyesha ya kwamba Al-Wahhab kuna mwanga ambao unaonekana. Lakini vile vile hata jamii ya Kahama na maeneo yake jirani wameyashuhudia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa tulipo, tukijivunia kuwa shule inayoongoza kwa malezi mema, elimu bora, nidhamu na maadili ya Kiislamu ni Al-Wahhab. Lakini vile vile mikakati ya shule yetu, mikakati ni mingi, lakini nitajaribu kuzungumza kama hatua mbili. Kwanza, tuna mikakati ya kuajiri walimu wenye ujuzi wa kitaaluma na vipaji mbalimbali ili kuboresha ubora wa elimu kwa watoto. Hasa tunatarajia mwakani tukaajiri walimu kutokea katika nchi ya India. Tunaomba dua zenu, Mwenyezi Mungu atufikishe tuweze kuwapata na tuweze kukamilisha mahitaji yao. Lakini vile vile kuboresha huduma ya usafiri. Alhamdulillah, tunashukuru kwa mwaka huu takhfifu ya usafiri imekuwa kidogo nafuu, lakini tuna malengo ya baadaye kuboresha zaidi na zaidi katika kuhakikisha usalama na urahisi kwa wanafunzi kufika shuleni. Kuhimiza malezi bora, sehemu ya 3, yanayozingatia maadili ya Kiislamu na sheria za nchi. Kuimarisha masomo ya dini ya Kiislamu, yani Islamic Studies na Quran na lughatul Arabia, ili kumjenga mtoto kumtambua muumba wake, kutambua sababu ya kuumbwa kwake na kuishi maisha yenye heshima na utiifu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuendeleza mazingira salama, safi na rafiki kwa kujifunza bora wa kielimu na kidini. Kukuza vile vile sehemu ya 6, kukuza vipaji vya watoto katika michezo, sanaa na ubunifu, ukizingatia mtaala mpya unaotaka kuwafundisha watoto wetu hasa kwa vitendo kuliko nadharia, bila kuacha misingi ya dini. Na hii ndiyo target yetu kubwa sana, misingi ya dini kuifikisha katika shule yetu ya Wahhab. Shukrani kwa wazazi na walezi. Ndugu wazazi na walezi, napenda kuwashukuru kwa dhati kwa kuendelea kutuamini na kutukabidhi malezi ya watoto wenu. Asanteni, ahsantum kwa kulipa ada kwa wakati, kwa ushirikiano wenu wa karibu na walimu na kwa kujitahidi na jitihada zenu katika kufuatilia maendeleo ya watoto wetu. Tunatambua mchango wenu mkubwa. Bila nyinyi mafanikio haya yasingewezekana. Naomba muendelee kuwa nasi bega kwa bega, kwa pamoja tunajenga kizazi kitakachokuwa na elimu na adabu iliyokuwa madhubuti. Shukrani kwa walimu na wafanyakazi. Ninapenda pia kuwapongeza walimu na wafanyakazi wa Al-Wahhab kwa kazi nzuri mnayoifanya kila siku. Nimefarijika sana kwa kweli, binafsi mimi nimefarijika sana kwa maonyesho ya watoto wetu. Na hii imenitia nguvu kama mkurugenzi kuendelea kuwa na nguvu ya kuipambania Al-Wahhab.